Wapenzi wasikilizaji, wapenzi watazamaji na warafiki wakuu sana wa Jicho Ufichuzi, nimerejea tena katika ulingo huu wa taswira ya siasa na uongozi katika mataifa mbalimbali, hususan mataifa ya Afrika yetu hii na Afrika nzima, kuangalia uongozi, siasa ilivyo, jinsi gani uongozi unavyoendeshwa katika mataifa mbalimbali. Na leo nimekuja na mambo machache kuhusiana na demokrasia inayoongozwa katika ama inavyoendeshwa katika mataifa ya Afrika Mashariki. Kumbuka ya kwamba tunazungumzia nchi, hususan nchi tatu Afrika ya Mashariki. Nazungumzia Kenya, Uganda na Tanzania, mahali ambapo ama nchi ambazo zimekuwepo katika ulingo huu baada ya miaka 60 hivi baada ya uhuru. Kwa hivyo demokrasia ya nchi hizi ni jambo ambalo lina maana kubwa sana katika mazungumzo yangu na katika vipindi ambavyo tutakuwa nikikuletea mara kwa mara na mambo hayo yanavyotokea. Kwa hiyo tukiangalia uongozi huu, utakuwa ukitoa maoni yako pia pale kwenye section ile ya kutoa maoni, ili ya kwamba tuweze kuambizana, na iwapo una jambo la kutaka kushirikishana na sisi, basi njoo kabisa. Hii ni Jicho Fichuzi. Leo tunafichua nini? Tunafichua umuhimu wa umoja wa upinzani katika taifa la Kenya. Umoja huo ni umoja ambao una uwezo mkubwa sana wa kuleta mabadiliko wanayotaka kuyafanya wananchi wanaofungamana na upinzani katika taifa la Kenya. Kumbuka ya kwamba katika upinzani huo kwa sasa mambo yanayojitokeza tu ni kwamba Kalonzo Musyoka, tunaweza kusema kwamba kwa mazungumzo yao ya mwanzo huenda labda sio kamili, manake labda hawajaipatia uzito unaohitajika. Kwa hivyo Kalonzo atakuwa akikuwa mgombea urais na atakuwa na mgombea mwenza ambaye anatoka katika maeneo ya magharibi mwa Kenya. Huyu ni George Natembeya ambaye ni gavana kwa sasa. Katika mstari huo na mpangilio huo, atakuwa akifuatilia kwa karibu ni Eugene Wamalwa, ambaye pia atakuwa anashikilia uongozi ama kuongoza bunge, kuwa kama spika wa bunge. Atakuwa akifuatiliwa pia kwa karibu sana na Martha Karua, ambaye pia atakuwa akishikilia uongozi ama atakuwa spika wa seneti. Kumbuka kwamba kuna sehemu kubwa ambayo inasalia, nayo ni ya waziri mkuu ama kinara wa mawaziri ama kiongozi wa mawaziri. Waziri mkuu kwa muktadha huo ambaye atakuwa akishikilia ni Fred Matiang'i, ambaye amekuwa akipigia upatu sana labda kushikilia bendera ile ya uongozi, kushikilia bendera ya kuwania urais. Wewe maoni yako ni yapi? Kwa sababu ni vema kuangalia hii, lakini nataka kukupatia taswira iliyo kamili na jambo ambalo huenda lisije likaletea jamii hii ama watu hao wanaotaka uongozi huu kufaulu. Mambo mawili yatafanyika. Jambo la kwanza, wataweza kufaulu kumondoa William Ruto, ambayo ndio kazi kubwa sana walionayo. Wataweza kufanya hivyo iwapo number 1 wataweza kuhakikisha kwamba wamebaki katika umoja huo hadi mwisho. Na jambo la pili, iwapo watafanya hivyo, ni kumaanisha ya kwamba yale wametaka kuyafanya lazima warudi tena kwa wananchi moja kwa moja kuwaeleza kweli kabisa, ilikuwa tumesema mimi nitafanya hii, nitasimamia hii, na kila mmoja anaonekana kazi yake ni ipi na uzito wake ni upi katika uongozi. Fred Matiang'i amekuwa ni mwana mfanyikazi, naweza kumwambia shupavu sana katika serikali ambazo amefanya kazi kwazo. Ukiangalia kwamba marekebisho makubwa sana ambayo yamefanyika katika sekta ya elimu yamefanyika wakati wa uwaziri wake. Sehemu nyingine pia alifanya kazi vema kabisa ilikuwa ni alipokuwa waziri wa mawasiliano, pale ambapo palikuwa na uhamisho ama hali ile transition kutoka katika analog kuelekea digital, na vile vile katika wizara aliyoshikilia ya usalama wa ndani pia mambo yalifanyika mengi. Kwa hivyo anaonekana kwamba ni mtu ambaye amependwa zaidi na watu wengi.
hivyo atakuwa na uwezo mkubwa. Kwa hivyo kuna kazi tutapaswa ama watapaswa kufanya wanasiasa hawa. Lazima watembee katika maeneo kuweza kuwajuza wananchi, kuwajuza wale ambao wanawapigia upatu viongozi hawa kwamba tutaweza kufanya hivi. Kumbuka ya kwamba Gachagua ameweza kujiondoa katika kinyang'anyiro hicho, lakini anasema ya kwamba atahitaji kwa sababu asimami popote, basi apewe sehemu ya watu wake katika uongozi huo, jambo ambalo pia linaonekana ni kwamba litakuwa likileta uzito mkubwa sana katika uongozi huo. Kwa hivyo katika mstari huo nitakuwa nikikuletea hali hii, maana wengine wanasema tumekuwa tukipata watu wengi wanatoa mawaidha mbalimbali hapa na pale, wanatoa mawasia na kadhalika katika lugha ya Kiingereza, na sasa nimekuja ili kuweza kukupatia hili moja kwa moja. Wewe unayetupata pale chini utakuwa ukiokota na kuchukua ukweli wa mambo jinsi ilivyo. Kama hujatupata ama hujapata ukweli ulioko, ni kwamba Kalonzo Musyoka atakuwa akiwania urais akiwa na mgombea mwenza ama naibu wake atakuwa ni George Natembeya, na Eugene Wamalwa atakuwa akichukua wadhifa wa spika la bunge, Martha Karua spika la seneti, Fred Matiang'i waziri mkuu, na wengine wengi ambao wanakuwa. Gachagua atakuwa akiwa pale kama labda mshauri vile, lakini kwamba atakuwa akipata nafasi kubwa ya uongozi huo kupitia kwa watu wake wa eneo la Mlima Kenya. Kwa hivyo ungana nami kwende kwa bako hadi tamati tuweze kuona ni yapi tutakuwa tukiyapitia na kuyapata. Tutakuwa tukupatia ukweli wa mambo jinsi yalivyo. Ungana nami kwa uchanganuzi kidogo wa chama kikuu sana cha ODM baada ya kumpoteza kiongozi wao. Kwa hiyo ni fursa nzuri tu ya kuweza kuangaliana. Basi hadi video ijayo. Hii ni Jicho Fichuzi, nami Paul Gregory.